Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana, tumeanza kongamano letu toka ile tarehe 9 mpaka sasa tunaendelea nalo. Katika kongamano letu tutakuwa tunaombea uchaguzi na serikali yetu ya Tanzania ambayo Mungu ametujalia tuweze kuwepo katika nchi yetu hii ya Tanzania. Basi katika kuanza kwetu naomba tutasoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Tutasoma kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Basi kabla sijasoma naomba niweze kuomba alafu tuweze kuanza maombi yetu au mafundisho yetu. Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya kutupa nafasi ya kuishi katika nchi ya Tanzania na kutujalia kufika mwaka 2025, na sasa tunaanza utumishi wetu katika kongamano hili na maombi katika jina la Yesu. Ninaomba sasa tuweze kuomba sawasawa na yanayostahili kwa ajili ya nchi yetu, ili nchi yetu ikabaki kuwa salama. Nasema asante Mungu kwa nafasi uliyotubariki na kutuwezesha. Mungu, ninakushukuru kwa dakika hizi. Naomba nguvu za Roho Mtakatifu wako zikawe pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Basi kichwa cha somo ambacho tutaendelea nacho kinasema maeneo ya kuombea ambaye yanaweza kufanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Maeneo ya kuombea ambaye yanaweza fanya serikali ikaonekana mbaya mpaka ikachukiwa na watu. Kwa mujibu wa maandiko ya ndugu yetu Paulo, anasema ya kwamba hivi kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 1. Basi kabla ya mambo yote nataka dua, sala, maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mstari wa 2, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu, amani na katika utawa wote na usahihi. Mstari wa 3, hili ni zuri nalo la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo ya kweli. Kwa ukisoma hapa utaona kama mambo matatu ambayo yanaelezwa kwenye mistari, utaona kama mambo matatu. Jambo la kwanza kabisa, Paulo anajaribu kuonyesha aina za maombi au aina za waombaji wanaotakiwa kufanya maombi. Kwa aina za maombi ambazo waombaji wanatakiwa kuomba. Lakini namba 2, aina hizo za maombi zinawahusu wakina nani? Aina hizo za maombi zinawahusu wakina nani? Na jambo la 3, faida au umuhimu wa kufanya hizo aina za maombi kwa ajili ya hayo maombi unayoyafanya. Faida yake ni nini unapofanya hayo maombi? Aina hizo za maombi kuna faida gani? Basi naomba nianze moja kwa moja aina za maombi ambazo Paulo anajaribu kueleza pale, na mimi nianze kufafanua aina hizi za maombi uelewe. Naweka tu msingi kama utangulizi ili mbele ya safari tuweze kuelewana tunachoendelea nacho. Kumbuka mimi ni mwalimu na tuko hapa kwa ajili ya kujifunza na kuomba. Kwa hiyo basi tuanze na aina za maombi. Paulo anaeleza aina 4 za maombi, na aina hizo ni kama ifuatavyo. Namba 1, kuna kitu kinaitwa dua. Aina ya maombi inayoitwa dua. Kiukweli mimi mwenyewe nilijiuliza sana, kwa nini ametaja aina hizi, ametaja haya maneno kwamba dua, sala, maombezi na shukrani. Nikataka kujua zimebeba tafsiri gani au zina utofauti gani katika haya maneno yaliyotamkwa. Sasa akaanza kwa kueleza aina ya kwanza kabisa inaitwa dua. Dua, na mimi nataka nifafanue hapa.
dua ni aina ya maombi. Kama unaandika, dua ni aina ya maombi ambayo muombaji huuliza mapenzi ya Mungu kama Mungu anakubali au anakataa katika jambo analoliombea. Muombaji huyu huwa anapenda kufuuliza mapenzi ya Mungu. Hakurupuki kufanya kitu au anaomba tu kama kuomba. Ni mtu ambaye anaomba, anataka kujua mapenzi ya Mungu. Kwa lugha nyepesi tungesema, Paulo alikuwa anasema hivi: muwe na maombi ya kumuuliza Mungu mapenzi yake kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya viongozi, kwa ajili ya changamoto za kitaifa na kwa ajili ya vitu mbalimbali. Basi muwe na tabia ya kuuliza mapenzi ya Mungu. Hii ni aina ya maombi ambayo muombaji huuliza mapenzi ya Mungu kwa Mungu kama anakubali au anakataa katika jambo hilo analoliombea. Utasema kivipi, mtumishi Gida? Hebu tumsome ndugu yetu anayeitwa Daudi kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 30 mstari wa 6 na wa 7. Kitabu cha Samueli wa kwanza, ukisoma pale Samueli wa kwanza sura ile ya Samueli wa kwanza sura ile ya 30 mstari ule wa 6 na wa 8, wa 6 na wa 8. Ukisoma pale anaeleza hivi, anasema, nitasoma ili tuweze kwenda pamoja. Mstari ule wa 6: Daudi akafadhaika sana kwa sababu ya watu waliokuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Sasa tunajua kabisa walikuwa wametoka vitani, walikuwa wanataka kwenda vitani mahali fulani, lakini wale Wafilisti wakasema hapana, tusiende na Daudi, wakaruhusiwa warudi nyumbani. Kwa hiyo walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kwenda kufanya vita na nchi zingine au kupambania nchi yao. Sasa wakati wameenda, wamerudi, wanafika nyumbani, kumbe maadui walirudi huku nyuma, wakakamata watoto, wakakamata wake zao, wakaondoka nao. Walivyofika pale, Biblia inasema hivi: Daudi mwenyewe pamoja na watu wote walifadhaika sana, wakasononeka sana, wakakosa raha kupita kiasi. Lakini angalia, lawama zikamwangukia mtu mmoja anayeitwa Daudi, ambaye ndiye alikuwa jemedari mkuu au kiongozi mkuu wa lile kundi. Wakasema apigwe mawe kwa sababu yeye ndio kama sababu ya kusababisha wale wanawake pamoja na watoto kuchukuliwa. Sasa Biblia inasema huyu Daudi akajitia nguvu kwa Bwana. Ukiwa kiongozi ni changamoto sana. Ukiwa rais, ukiwa waziri mkuu, ukiwa kiongozi wa kanisa, ukiwa kiongozi wa familia, kuna vitu vinaweza kupita kwenye maisha yako vikasumbua, lakini walio chini yako wakakutazama wewe katika sura ya kuona kama ndio sababu ya maisha yao kuwa mabaya au kuwa magumu. Hata leo kwenye familia, baadhi ya watoto wengine wanasema baba ndio sababu, mama ndio sababu ya mimi kuwa kama nilivyo. Lakini huyu ndugu akajitia nguvu kwa Bwana. Sasa nataka tuone mstari ule wa 8. Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, nikiwafuatia jeshi hili nitawapata? Naye akamjibu, fuata. Manake Mungu akamjibu kwamba fuata, kwa kuwa hakika utawapata, nawe hukosi utawapokonya wote. Kwa tunaona kabisa Daudi badala ya kukurupuka na pressure, badala ya kukurupuka na yale maumivu aliyonayo na kuambia jamani tuinuke tuende tukawatafute, alichofanya aliingia kwenye maombi. Aliingia kwenye maombi afanye nini? Akauliza Mungu, je, niende au nisiende? Nikienda nitafanikiwa au sitafanikiwa? Kitu gani kikatokea? Mungu akamjibu akasema, nenda, niko pamoja na wewe na utawapokonya wote na watarudi salama wote. Kwa hiyo haya ni maombi ya kuuliza mapenzi ya Mungu. Lakini huyu Daudi, ukisoma tena kwenye kitabu kile cha Samueli wa pili sura ya 2 mstari ule wa kwanza
na wa pili. Nataka nikuonyeshe tu kwamba aina hii ya maombi ikawa baada ya hayo Daudi akauliza kwa Bwana akasema, je, niupandie mji wowote katika Yuda? Bwana akamwambia, haya, panda. Daudi akasema, niupandie mji upi? Akasema, Hebron. Kwa hiyo unaona kabisa, mnakumbuka kwamba Daudi, ukisoma hii Biblia, kwamba Daudi alikuwa ni mtu ambaye anakimbia sana, na alikuwa ni mtu mwenye hofu, alikuwa anafuatiliwa sana na ndugu yetu anaitwa Sauli. Angalia kilichotokea. Biblia inasema hivi, huyu ndugu yetu anayeitwa Daudi alipoona amepata nafasi, sasa Sauli amekufa, akauliza, je, sasa Sauli amekufa, je, naweza nikaenda Yuda? Mungu akamwambia, nenda. Lakini hakulizika. Niende Yuda? Yuda ni kubwa. Kwa mfano leo unazungumza niende labda mkoa wa Njombe, niende mkoa wa Iringa, au niende mkoa wa Dar es Salaam. Lakini Dar es Salaam eneo gani ambalo watu wanaweza kunielewa? Kwa hiyo akauliza, niende Yuda ya wapi? Ndipo Bwana akamwambia, nenda Hebron. Kwa hiyo muombaji huyu anataka kujua mapenzi ya Mungu kwake katika lile analoliombea ni nini. Je, anakubali au anakataa? Kuna maeneo mengine Mungu alikuwa anakataa kabisa kwamba usiende na usifanye na usitende hivi. Kwa hiyo hii ni aina ya maombi ambayo Paulo alikuwa anaeleza pale. Dua maana yake uliza mapenzi ya Mungu, yanakuruhusu kufanya hicho kitu au yanaruhusu kutenda hicho kitu, ndio maana ya dua. Kwa hiyo hii ni aina ya maombi ambayo unauliza mapenzi ya Mungu. Lakini aina ya pili ya maombi ni aina ya maombi tunayosema sala. Paulo anaandika dua na sala. Sala ni nini? Ni aina ya maombi ambayo muombaji hushirikisha hisia zake, maumivu na haja ya moyo wake kwa Mungu, ili Mungu atatue lile ambalo linamsumbua huyo muombaji. Ni aina ya maombi ambayo muombaji hushirikisha hisia zake au maumivu au haja ya moyo wake kwa Mungu, ili Mungu atatue lile ambalo linamsumbua huyo muombaji. Kwa hii ni aina ya maombi nyingine ambayo mtu anashirikisha sala. Anaposema Paulo kwamba dua na sala, sala maana yake mtu unashirikisha hisia zako kwa Mungu ili Mungu aweze kushughulika na changamoto yako. Kusoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza mstari ule wa 9 na wa 16. Unaweza kusoma hapo, lakini mimi nitasoma mistari michache, mstari wa 9 hadi wa 16. Neno la Mungu linasema hivi, ukisoma pale anaeleza, anasema ya kwamba mstari ule wa 9, tukianzia mstari wa 9, mstari wa 10, tuanzia wa 9. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Unaona, neno la Mungu linasema alikuwa na uchungu moyoni mwake, akamwomba Bwana akalia sana. Manake akashirikisha hisia zake kwa uchungu, akashirikisha kwa undani zaidi kwamba Mungu, naomba tatua changamoto yangu, tatua shida yangu, tatua tatizo hili linalonikabili la kutokuwa na mtoto kwenye maisha yangu. Alipoomba namna hiyo, Biblia inasema akaweka na nadhiri, akaomba kweli kweli, na Biblia inasema Mungu akamjibu haja ya moyo wake. Manake hapa tunachoona, alianza kuomba na kutaka majibu kutoka kwa Mungu ili Mungu apate kujibu kile anachokihitaji kutoka ndani ya moyo wake. Hii ndiyo sala. Haya ndiyo maombi ya sala. Maombi ya sala ya kushirikisha hisia zako, uchungu wako, maumivu yako, changamoto yako, shida yako, tatizo lako na mateso yako yanayokusumbua kwenye maisha yako ili Mungu aweze kutatua. Lakini pia tunamuona ndugu yetu kwenye kitabu kile cha Nyakati wa kwanza, tumuone mtu mwingine ambaye tunaweza tukajifunza aina hii ya maombi ya sala inakuwaje. Ukisoma pale Nyakati wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 9 na wa 10, Biblia inasema hivi, mstari wa 10, huyo Yabesi akamlingania Mungu wa Israeli akasema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli
na kunizidisha hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu wote, usiwe na huzuni yangu. Na Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Tunaona ndugu yetu Yabesi hapa alichofanya ni kuingia kwenye maombi, akaomba. Alikuwa amechoka na umaskini, amechoka na maisha magumu, amechoka na maisha ya shida, akaamua kutafuta uso wa Mungu kwa kulia kweli kweli, akisema, Mungu naomba unibariki kweli kweli, na uniondolee huu huzuni na maumivu ninayoyapitia na mateso ninayoyapitia. Alivyoomba namna hiyo, Biblia inasema Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Kwa nataka kusema nini? Haya ni aina ya maombi yanayoitwa sala. Sala maana yake unashirikisha hisia zako, changamoto zako, mateso yako kwa Mungu aliye hai, ili Mungu aweze kutatua changamoto zako zinazokukabili kwenye maisha yako. Ndio maana Paulo anasema dua na sala. Maana yake dua, maombi ya kuuliza mapenzi ya Mungu, na sala ni maombi ya kushirikisha hisia zako kwa Mungu, ili Mungu aweze kutatua changamoto zako zinazokukabili kwenye maisha yako. Basi kwa awamu ya kwanza hii tuweze kuishia hapa, na kipindi kinachofuata tuendelee, na nguvu za Mungu zikusaidie. Kama ni muombaji, Mungu akusaidie. Ukae wapi? Ukae kwenye mapenzi, kuuliza mapenzi ya Mungu, au ukae kwenye kushirikisha hisia zako. Zote ni aina ya maombi ambazo muombaji unatakiwa kuwa nazo. Kuna wakati unatakiwa uulize mapenzi ya Mungu, kuna wakati unatakiwa ushirikishe hisia zako tu kwa Mungu aliye hai, ili Mungu aweze kukujibu sawa sawa na unavyotaka. Bwana Yesu, ninakushukuru sana. Achilia nguvu zako na uweza wako. Inua wana maombi watakao kuwa tayari kuombea taifa na nchi yetu katika jina la Yesu. Na upako wako kaweze kuwa pamoja nao, na nguvu zako zikaweze kuwa pamoja nao katika jina la Yesu. Napangua nguvu za giza, na wajalie watumwa wako kusimama katika damu yao katika jina la Yesu. Asante Mungu aliye hai, na nguvu zako zikaweze kuwa pamoja nao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.